Sasa bro, wewe unaniambia yani watu kutoka Nigeria wana appreciate kazi, watu kutoka Kenya wana appreciate kazi, wewe unaanzaje kuniambia kama wewe kazi hujaielewa? Huwa mara kadhaa naposti kwenye mitandao yangu ya kijamii naweka zile hapa Kombolela, hapa Noma, hapa picha yangu, hapa kuna moyo, nasemaga ipi ambayo uielewi kabisa. Baadhi wanasema picha yangu tuielewi. Sasa au ni baadhi ambao walikuwa wavivu darasani. Unapokuwa umetunga, naomba nikuulize swali moja dogo. Umesoma chuo nadhani. Lecture amekuja na mtihani amekupa. Umefeli. Wanafunzi wengine wamefaulu. Nani anatakiwa kulaumiwa? Aliyefeli. Picha yangu ndio iko hivyo. Mwandishi ametumia akili yake, amekupa mtihani, utegue au ufuatilie. Kama ulikuwa usomi vizuri bro, huwezi kufaulu. Nikajua huyu anataka kunitupa. Lakini sasa mimi kila nikisoma story bro inamtaka Nana Dose. Nikajaribu kupekua tena Instagram nani kama Nana Dose. Nikaangalia nikaona hakuna. Nana baadaye kwenye mida saa moja hivi nikakutaka nitumie invoice yake. CRDB moja imenyoka. Nikaicheki. Nikampigia simu. Kaambia Nana, yuko hiyo ndo hela sipunguzi. Nikaambia nisikilize, calm down. Nilikuwa nataka nikuulize nikuingizie Tigo Pesa au na CRDB account au na NMB account. Unajua mimi sasa hivi namtazama Abduli kama competitor wangu. Kwa hiyo nataka nifanye kitu nione nami niiteke jamii kama Jidhewe alivyoiteka yeye au nimzidi. Lengo langu ni kumzidi. Yes, bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni exclusive interview kunako YouTube channel yetu. Kubwa zaidi ni kuzungumza na watu ambao kwa hakika wana vingi binafsi ungetamani uvifahamu ama uvisikilize kutoka kwao juu ya mazuri ambao wamekuwa wakifanya kila kukicha kunako kazi zao za sanaa. Na Nyundo TV leo tumeweza kuwatafuta miongoni mwa maproducer bora kabisa nchini kuwahi kutokea kunako tamthilia ya Picha Yangu, moja ya tamthilia ambazo zinapatikana kwenye kingamuzi cha Azam, naweza nikasema hivyo, kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Inaitwa Picha Yangu, tamthilia fulani hivi ambayo imesheheni vitu fulani vya kiintelijensia. Kama utakuwa mtu mwenye akili nyingi, kwa hakika itakuwa ni rahisi sana kwako kuweza kuielewa. Lakini kama ni mtu ambaye utakuwa wewe vitu vigumu uviwezi, lazima utasema ile tamthilia hauiwezi na hauipendi. Mimi binafsi ni miongoni mwa watu ambao wanaifuatilia na wameifuatilia kuanzia mwanzoni mpaka hapa ambapo tulipofikia. Nikasema wacha nimtafute mtu ambaye amehakikisha kila kitu kinakamilika. Producer mwenyewe anaitwa Stick Motela, moja kati ya watu ambao wamehakikisha wanakusanya majina yote makubwa kuweza kuweka pamoja na kuweza kusababisha kile ambacho sisi tunaenjoy nacho kule mtaani. Na kuna kuzungumza naye atuambie uthubutu kiasi gani ameweza kufanya na amewezaje kufanya hili ambalo limefanyika. Twenzetu. Mzee wangu inakuaje? Bana poa kabisa, Mungu mwema. Mambo yanaenda? God ana bless. Sawa. Nikitazama tamthilia ya Picha Yangu, mwishoni pale naona jina lako la Stick Motela. Mimi sikutamani nikuelezee kwamba wewe ni nani. Yes, mwenyewe unaweza kusema kwamba mimi ndo fulani ambaye nimefanya hivi na hivi kwenye tamthilia ile. Karibu. Mimi naitwa Juhudi Motela, lakini almaarufu kama Stick Motela. Mimi ndo producer wa tamthilia pendwa kabisa ya Picha Yangu, miongoni mwa tamthilia zinazofanya vizuri sana sasa hivi Tanzania. Yes. Unakuwa ni miongoni mwa maproducer wa kiume kuongezeka kwenye listi ambayo mimi naifahamu. Kulikuwa na ndugu yetu nani Abdul Saga kwenye Kombolela, akafuata Adam Kibaro kwenye Noma, muda huu sasa ambao nimeshafanya nao mahojiano nazungumza na kwenye Picha Yangu. By the way nikwambie hongera. Mara kadhaa tumeona maproducer wengi ni wanawake, sababu tamthilia zetu hizi wafuatiliaji ni wanawake. Kwa nini mwanaume umeamua ujikite kwenye kipengele hiko cha kuproduce? Unajua asili ya uproducer toka zamani ni wanaume. Wanawake nao wamekuja wamevamia tu, lakini maproducer wengi walikuwa ni wa kike. Unajua katika kukua kwa industry
na haichagui kwamba wewe ni mwanamke au ni mwanaume. Unaweza yani ile mradi unaweza kutimiza ndoto yako kwa kufanya kile kitu ambacho unakipenda. Ukija ukiangalia labda maproducer wa zamani, kwa mfano kama ukiangalia Kaole, sijui ITV walivyokuwa wana producer, wengi walikuwa maproducer ni wa kiume. Lakini sasa hivi na wake nao wameingia kwenye game. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba game letu linazidi kufanya nini, linazidi kutanuka. Na wasichana wamekuwa nao wanafanya vizuri sana. Ya miongoni mwa maproducer wa wasichana wanaofanya vizuri ni wengi sana. Na ndio maana tunawaambia karibuni. Kwa mfano kama mimi binafsi yangu sio mgeni sana kwenye uproducer. Mimi kwa mfano nimeanza kuproduce toka mwaka 2016. Yes. 2016. Toka 2016 mimi nimeproduce sinema ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa From Nigeria. Miongoni mwa sinema ambazo zilifanya vizuri sana kwa miaka hiyo. Sema unajua sometime unapokuwa una produce, una sanaa, alafu kuna shughuli zingine unafanya, sometime unaweza kaelemewa kwenye shughuli zingine, ukajikuta kwenye sanaa kidogo umestop. Lakini by the way baada ya kukaa muda mrefu chini nikaona hebu ngoja nirudi kwanza. Unajua kuna time unaweza kuwa unafanya biashara, kuna biashara unafanya na kuingizia kipato, inafanya maisha yako yanaenda kila siku. Lakini kuna kazi kuna sometime kuna biashara unaifanya ambayo hata kama haikuingizii kipato kikubwa hivyo, lakini ni biashara ambayo unaifanya unaenjoy. Yes, kwa mfano kama mimi napenda sana kuwa producer. Ndio maana nakuta na napenda kuwa producer, sio kuwa producer tu, kutengeneza vitu vilivyo bora. Kwenye kutengeneza vilivyo bora tuzungumzie hii From Nigeria. Tuwakumbushe watu kulikuwa kuna master gani humo ili mradi mtu apate kusema kule aweze kukusanya majina makubwa. Unapozungumzia From Nigeria kwa kipindi hicho niliwaweka watu 2016 niliwaweka watu, na ndio maana ukuta ni movie ambayo ilifanya vizuri sana. Kwa sababu mpaka leo sina uhakika kama kuna movie imevunja rekodi yake kuuzwa kwenye TV station kwa bei kubwa afu kwa mkataba tu wa mwaka mmoja. Unajua wasanii wengi wa zamani walikuwa wakiproduce sinema wanauza moja kwa moja na hatimiliki. Lakini mimi nilibahatika From Nigeria kutokana na uzuri wa movie, kutokana na mastaa niliowaweka mle ndani, nikapata mkataba wa mwaka mmoja kuuza kwenye TV station. Niliuza zaidi ya $15,000 za Kitanzania. Ilikuwa kama milioni 30 na ngapi kipindi hicho kutokana na rate. Sasa kiasi cha kwamba mpaka leo sidhani kama kuna TV station imeshainunua sinema kwa mkataba wa mwaka mmoja zaidi ya $10,000 na akimiliki kuuzwa. Yani kwa sababu mimi From Nigeria baada ya mwaka mmoja walipomaliza kuionyesha walinirudishia sinema yangu. Mpaka leo ninayo ndani. Umeelewa? Lakini sijataka kuzipeleka sehemu nyingine kwa sababu kuna kitu fulani, unajua kadri teknolojia inavyozidi kwenda mbele, kuna vitu unaona hivi hapa, kwa nini nisingefanya hiki? Kwa nini nisingefanya hiki? Kwa hiyo naifikiria kuja kama maana itaendelea tena. Yani kuna namna fulani nataka ile sinema nije niitendee haki zaidi ya pale ambapo nilifanyia. Yani nilifanya kitu lakini sasa hivi nataka nifanye kitu kikubwa zaidi. Yani kuna namna fulani ile From Nigeria bado naona ni haijakaa. Wale waliokuepo tutarajie labda tutawaona tena, kuna maongezeko ya watu ama location na vitu vimebadilika, unajua muda mrefu. Yes, waliokuepo wanaweza wakahusika. Wanaweza wakahusika kwa sababu kwa mfano kama kwenye From Nigeria ukiangalia mtu kama Irene Uwoya alikuepo, mpaka leo bado yupo. Kwa hiyo naweza nikamapproach, bado yupo kwenye ubora wake. Mtu kama Singo Mtambaliki alikuepo kwenye From Nigeria na mpaka leo bado yupo, kwa hiyo anaweza akawepo. Kuna mtu kama Pastor Miamba yupo na anaweza kawepo. Pastor nampata. Kanisa limemuelemea? Hapana, unajua hivi vitu sometime kumpata mtu ni CRDB. Unapokuwa unamwambia sasa hivi sitakulipa kwa Tigo Pesa, nitakulipa kwa CRDB, inaweza kumshawishi kwamba sasa hivi ngoja nikafanye kazi. Kwa hiyo Pastor Miamba alikuwepo, mtu anaitwa Lado, alikuwepo mtu anaitwa Bagamteme. Bagamteme alikuwepo huko ndani ya From Nigeria. Alafu kuna mtu mwingine alikuwepo Tea. Wengine wengi sema unajua ni muda mrefu. Kwa hiyo nadhani wote, yani kama nitafikiria kuendeleza From Nigeria lazima wote wawepo. Ilikuwaje sasa ukakawa kimya hapo? Mwisho wa siku tumekuona kwenye picha yangu hapa katikati, palikuwa na nini? Hapa katikati kuna vitu vingi vilitokea. Vitu vingi sana vilitokea na biashara zangu zilikuwa zimetinga sana. Unajua mimi nina kampuni zaidi ya 3.
Yes, na kampuni zaidi ya 3. Kwa hiyo kuna time unajua unapokuwa director afu unaendesha vitu vingi. Nikasema bana, hebu ngoja kwanza nizisimamishe kwanza. Kwa hiyo ndani ya kwanza, kwa sababu nimestop kujihusisha na movie toka 2020. Nimestop na hata studio yenyewe nikawa kama nimeitelekeza, lakini bado ikawa ipo wazi. Vijana wanaendelea kufanya shughuli zao ndogo ndogo, lakini nikawa kama nimeitelekeza. Kwa hiyo kuanzia mwaka 20 nimestop, nimerudi mwaka 2023 ndo nipoanza kuandaa ile dude linaitwa Picha Yangu. Maana imeanza kuandaliwa mwaka gani? 2023. 2023. Unajua Picha Yangu ni miongoni mwa tamthilia ambazo zilipitia changamoto kadha wa kadha. Zilipitia changamoto 2023, lakini baadaye ikajikakaa vizuri. 2024 ikaanza kwenda hewani. 2024 ikakatishwa tena kidogo, alafu 2025 tena ikarudi. Kwa sababu na changamoto kwenye maisha ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo Picha Yangu ni miongoni mwa story ambazo nilikuwa nataka zifanyike kwenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo ndio maana nakuta nilianzisha, lakini nikakaa chini na wadau wakasema no, mbona kama sio ile ambayo sisi tunaitaka. Ndio hapo nikaamua kuingia field mwenyewe, nikaacha shughuli zangu zote nikaingia field kwenda kuitengeneza Picha Yangu. Napata ukakasi kidogo kuamini kwamba ni 2023. Nikitazama sasa hivi kuna vitu naviona kama vile ni vya sasa. The way vile characters wanavyotazamika, akina Radhia tunavyowaona vile, kina Chilichaka, naona ambao hapa nawaona kwenye Picha Yangu, naona kwenye tamthilia zingine. Yaani kama vile bado huku mnashoot, huku mnaendelea kufanya. Kwa nini inakuwa hivi? No, unajua ilivyokuwa ni kwamba wakati naiandaa Picha Yangu, wale character wote niliwachukua nikawaweka sehemu moja. Afu kama nilivyokuambia, unajua mambo ya CRDB na kidogo yanasababisha kazi zinakuwa nzuri sana. Kwa hiyo unajua sometimes kuendelea kuutunza ule muonekano wa mtu ni kutokana na hela unayomlipa. Unajua kuna mtu unamlipa hela afu hatabasamu. Yaani anafanya basi nitafanya tu. Hauwezi kuiona ile nuru. Lakini mimi kwa mfano mtu kama Radhia nilimuita, unajua kama unavyomjua Radhia ni mama makeke, ndo mama mwenye mji wake. Acha kusema kwamba date na mwanaume ambaye hana hela. Na ni kweli. Hawezi hadate. Mimi ndo nimekaa naye. Unajua nimekaa naye takriban mwezi mzima. Yuko hapa, niko hapa. Mara nyingi tulikuwa tukiwa location nilikuwa natumia gari langu. Kweli. Mimi mwenyewe nikamwambia kiukweli mimi mwenyewe ni tycoon. Lakini kama sikuwezi hivi. Nikasema hapana, mimi ni tycoon, lakini kwa level ya wanaume unao date nao hapana. Hebu naomba endelea nao kwanza. Ni aina fulani ya mwanamke ambaye amejiweka expensive, na ni expensive sana, kwa sababu hataki tu kudate na mwanaume mradi kadate na mwanaume. Yaani anataka date na mwanaume ambaye anajielewa. Yaani unajua juzi kati nimeona interview yake, anasema kwamba alienda kununua wige, akampigia video call bwanake, akamwambia kwamba baby nataka hii, akatumiwa 900. Sasa hizo mimi nimezishuhudia live. Kiasi cha kwamba mimi mwenyewe mwanaume kuna time nasema hapana, hii siwezi. Kuna wanaume wana roho ngumu brother. Kwa sababu kuna time uko naye kweli unaona kabisa anamwambia baby samani. Kwa mfano kama unajua, kwa mfano kama hivi iPhone 17 zinatoka. iPhone 17 amepiga tu, unajua baby ni simu yangu kama inazingua, afu unajua hii simu zimetoka. Huwezi amini bro. Akamwambia basi sawa, haina shida, akakata simu. Akamwambia baby uko wapi, ni mtume mtu akuletee iPhone 17. Kwa milioni 5, milioni ngapi huko? Milioni 6 sio ile inawezi alinunua ni kubwa kabisa, it's GB moja. Nikasema hivi wanaume bado hapo. Nikasema dadu una nyota, unaogea una nyota chips mayai. Kiukweli hapana. Yule mwache tu, ni wakati wake. Kwa hiyo kama mtu na bosi wake, ilikuwa ni ngumu kiasi gani kuweza kumuingiza kwenye mfumo ili aweze kuishiriki kwenye Picha Yangu? Hakukuwa na ugumu wote, kwa sababu kama unavyoelewa yule mtu anapenda hela. Unajua mimi ni mwanaume ambaye au ni mtu ambaye au ni producer ambaye ninapokuwa nataka kitu changu haijalishi ni kiasi gani utataka. Kama Radhia nimemuita
au huyu naniladhia huyu mnamuita huyu Nana, nimemuita nikamwambia yes, nikamwambia Nana, nataka tukafanye project hii utacheza ina utofauti kidogo na project ambazo ushaizicheza. Akasema ikoje? Nipe script. Nikampa script. Akasema sasa mbona unaona kama ni mkoani? Akasema yeye unaenda mkoani. Akasema sasa unajua mkoani, unajua wale watoto wa kike kuwatoa nje ya dawa na mishemishe nyingi, kumtoa kumpeleka mkoani kidogo lazima umejipanga. Akaniambia producer, kiukweli mimi ndo natamani, lakini yani unanipeleka lakini story inanishawishi kwa sababu mnacheza kama yani unajua Akaniambia producer, nakuomba, kwa hiyo naomba nitakutumia invoice yangu baadaye. Nikajua huyu anataka kunitupa. Lakini sasa mimi kila nikiisoma story bro inamtaka Nana Dose. Nikajaribu kupekua tena Instagram nani kama Nana Dose. Nikaangalia nikaona hakuna. Nana baadaye kwenye mida saa 1 hivi nikataka nitumie invoice yake. CRDB moja imenyoka. Nikaicheki. Nikampigia simu. Nikamwambia Nana, yuko hiyo ndo hela sipunguzi. Nikamwambia nisikilize, calm down. Nilikuwa nataka nikuulize nikuingizie Tigo Pesa au na CRDB account au na NMB account. Wakati anataja ilisema huyu mtu atoki, hawezi kunipeleka mkoani. Muda huo tunaongea, muda huo kaniingizia account ya CRDB. Sema tu ni privacy za watu, lakini ningeweza kuonyesha kwamba nilimuingizia hela nyingi. Yeye mwenyewe kwanza tunaenda naye mkoani akawa haamini, anasema producer, kwani umenilipa hela hii? Nikamwambia kwa sababu nafasi yangu inakutaka wewe. Yuko kweli, acha niende nikafanye kazi. Nimemweka mkoani mwezi mzima. Nana anashoot ile tamthilia. Ametulia tuli, hana mapepe, hana kekere. Yupi mwingine ilikuwa ni ngumu kuweza kumuingiza kwenye picha yangu? Wengi walikuwa ni vigumu kwa sababu ya mazingira. Afu unamwambia tunaenda kukaa labda zaidi ya mwezi mmoja. Mkoa gani? Ilikuwa Tanga ile Lushoto, yes. Lushoto. Kwa hiyo unapokuwa unamwambia unaenda kukaa zaidi ya mwezi mmoja, afa akiangalia labda kuna mishemishe. Kwa hiyo yani hapo lazima atakutajia dau ambalo, lakini bahati nzuri the way tulivyokuwa tumekaa tumediscuss na mwandishi kwamba hapa atacheza mtu fulani, hapa atacheza mtu fulani, hapa atacheza mtu fulani, wote wamecheza. Hakuna mtu ambaye nimemshindwa. Wote kila mtu akifika nampa kilicho chake, anafanya jambo, maisha yanaendelea. Nini maana picha yangu ama picha yangu ni nini? Picha yangu. Sababu tunasikia vizuri lakini. Asogea mbele kidogo. Vuta kiti chako hivi. Picha yangu maana yake ilikuwa ni kama ramani ile iliyokuwa imechorwa kwenye migongo yao. Unajua ule mchezo wa picha yangu ni, unajua kwanza mwandishi wake si unamjua, anaitwa Ignas Mkindi, miongoni mwa waandishi bora kabisa wa miswada ya series Bongo. Ana tuzo kadhaa. Yani unajua lazima utaje CV za watu waliofanya waliofanya picha yangu. Alipokuwa ameandika ule mswada, nilimwambia ni miongoni mwa story ambazo natumia akili kubwa sana. Akasema ngoja niandike. Alivyoandika ule mswada, unajua pale Azam ili uweze kupitishwa iweze kupitishwa tamthilia yako, kuna jopo la watu zaidi ya 20 wanaikagua script. Wanasoma story mwanzo mpaka mwisho. Kupeleka demo. Kabla ya kupeleka hivyo vitu vingine vyote, wanasoma mwanzo mpaka mwisho. Wamesoma, wakasema mchezo. Mchezo tunaenda kuwapa shughuli. Wenyewe walijua kama kuna watu wataenda kupata shughuli kwenye kuiangalia. Wakasema hii sasa inatumia akili. Unajua siku zote kwenye maisha lazima mwandishi na mtazamaji lazima wasiwe sawa. Unachowaza wewe sicho hiko. Sio unachokiwaza wewe ndicho sicho. Sasa unajua kuna baadhi ya watu ambao wanakuambia, unajua mchezo mimi sijauelewa. Ndio mwandishi lengo lake usiuelewe ili ufuatilie mpaka mwisho. Upate kuelewa. Sasa brother wetu umeangalia scene 2 au umeangalia scene 3-5, unasema mimi nimeshauelewa mchezo. Najua tu huyu baadaye mwishoni atakufa. Sasa unapokuta hauelewi, ndio mbona mimi siuelewi? Mbona kama haueleweki? Umekaa angalia Jumatatu mpaka Alhamis. Ifuatilie tena Jumatatu mpaka Alhamis. Ukisema uelewe, yani mpaka mchezo unakuja kusema kwamba sijauelewa, umeshamaliza episode zote. Ndio unasema sijauelewa. Lakini brother umeangalia episode 2 unasemaje mchezo hujauelewa? Mwandishi amefanya kazi gani? Unajua kuna kipindi cha nyuma
walikuwa unajua Bongo Movie, yani ukianza tu story mwanzo wanajua inaishaje. Sasa hivyo vitu ndo nimevitoa kwenye picha yangu, ndio maana kuta imewapa sana shida watu. Yani kama kuna vitu ambavyo binafsi hata mimi minuumiza akili, yule styling wetu nani yule mwili Sheiza au Musa, of course, ngoja nika hivi binafsi, wakati Sheiza anapambania penzi lake kwa Radhia, au kwa mara ya kwanza Sheiza anamuona Radhia, alafu kama mdogo mtu kama kaingilia kati, nikaisi jamaa atamchukua mdogo mtu. Sasa umeona, kwa sasa mwisho wa siku unaona kwa mfano kama ule mchezo, mdogo mtu anamtaka, dada mtu anamtaka, rafiki yao yule naye anamtolea macho. Lakini at the end of the day yule mdogo mtu akaenda paka kwenye chumba. Usipoangalia mchezo unaofuata unaweza kujua kwenye chumba alimla. Umenielewa? Kwa hiyo pale tunataka mtazamaji, lakini mpaka mwisho amekuja ameangalia, mbona ametoka salama hajaliwa. Jifanye kama hujaingia. Umenielewa? Ile misimamo ni watoto wa kiume sana wachache wanaiweza. Wakati mnatunga au mnamfanyaje, mlihisi kwamba itakuja kutumiza vichwa watazamaji? Sasa lengo ni nini sasa? Yaani lengo ni kwamba watu wafuatilie michezo. Yaani sio kila mchezo wakiuona wajue tu hii utaishaje au utaendeleaje. Yaani lengo tunataka watu wanaotazama picha yangu waone utofauti wa picha yangu na hizi series zingine. Yaani unapokuwa unaenda kutazama picha yangu unasema unajiandaa psychological, ngoja nene nikaifuatilie series iliyoandikwa ikaandikika. Mathematics ule. Iliyoandikwa ikaandikika. Sio unaangalia series unajua baada ya hapa wakitoka hapo wataingia mtaa fulani, wakitoka mtaa fulani watamaliza mtaa fulani. Sasa tutakuwa tunaenda wapi? Kila siku tutakuwa yale bro. Uweze amini. Hii ni series ambayo inaangaliwa na watu wa Tandale, inaangaliwa na watu wa Manzese, inaangaliwa na watu wa Masaki na Oysterbay. Yes. Kwa sababu mtu wa Oysterbay akikaa pale anaiangalia series, kwanza akiangalia mazingira yake yanamuattract. Akiangalia performance anakuta watu wametulia kwenye performance. Unajua hata ile performance unajua ni director alikuwa na wa direct. Kwamba hii perform hivi sio series ya mapepe. Hii ni series imetulia, mazingira yake ni tulivu, na kuperform itabidi utulize akili. Usituletee habari zako za Mwajuma Ndala ndefu. Ile story ya kutunga ama ipo? Ni story ya kutunga ile. Ni story ya kutunga. Mtunzi ulianza nini ukakoja ile story? Unajua hapana, picha yangu sio ngumu. Picha yangu inakutaka ufuatilie kila siku. Ndio tofauti wa picha yangu na series zingine. Bro, nikikwambia unafuatilia picha yangu, mimi nina uhakika katika siku 4 za wiki sio zote umekaa umeangalia picha yangu. Kuna siku lazima imekuruka. Sasa siku ambayo imekuruka ndio pale picha ambapo unapoanza kutokuielewa. Umenielewa Kwa sababu kuna huu mchezo unaitwa nini? Pool table. Wanasema umeficha white, sio umeficha nini? Ndio hivyo kwenye picha yangu. Lazima uitafute white iko wapi. Kwa hiyo mtu aliyeangalia picha yangu mwanzo mpaka leo yana anaenjoy sana. Na anasema bro, uweze amini, nimepata DM kutoka Nigeria, nimepata DM kutoka na Kenya. Sawa, na nataka tu nikwambie kwamba picha yangu inaenda kuingia kwenye tuzo za Nigeria mwaka huu 2026. Yes, nimepigiwa simu na maproducer wakubwa kabisa kutoka Nigeria. Wanasema yani wenyewe wanaangalia, wanaielewa. Na wanaona kabisa kama huyu mtunzi alikuwa na akili kubwa sana kwenye kuitunga. Wameniambia niipeleke, nitaipeleka Nigeria, nitaipeleka na Kenya. Miongoni mwa series ya kwanza kutoka Bongo inaenda kushindanishwa tuzo za Nigeria na Kenya. Sasa bro, wewe unaniambia yani watu kutoka Nigeria wana appreciate kazi, watu kutoka Kenya wana appreciate kazi. Wewe unaanzaje kuniambia kama wewe kazi hujaielewa? Wewe mara kadhaa naposti kwenye mitandao yangu ya kijamii naeka zile hapa Kombolela, hapa Noma, hapa picha yangu, hapa kuna moyo, nasemaga ipi ambayo uielewi kabisa. Baadhi wanasema picha yangu tuielewi. Sasa hao ni baadhi ambao walikuwa wavivu darasani. Unapokuwa umetunga, naomba nikuulize swali moja dogo. Umesoma chuo nadhani. Lecture amekuja na mtihani amekupa. Umefeli. Wanafunzi wengine wamefaulu. Nani anatakiwa kulaumiwa? Aliyefeli. Picha yangu ndio iko hivyo. Mwandishi ametumia akili yake, amekupa mtihani utegue au ufuatilie. Kama ulikuwa usomi vizuri bro, huwezi kufaulu.
Watu wengi ambao hawaielewi picha yangu, hata ukiangalia tu profile yako unaona kabisa kama huyu shule hakuna. Kwa hiyo mmetuwekea picha yangu ili mtutenge sisi ambao labda uwezo wetu mdogo, maana inatumia akili nyingi. Ile inatakiwa ufuatilie, wala sio kutumia akili nyingi. Akili nyingi ni kwenye kuifuatilia, yani kwamba niliangalia episode ya kwanza, acha nifuatilie episode zote. Umenielewa? Yani ukifuatilia episode zote bro, hauwezi kuikosa kuielewa picha yangu. Na ndio maana kuta hata kwenye maoni, pitia kwenye nani, of course hakunaga jambo ambalo unajua ukifanya jambo ambalo watu wote wanalielewa au watu wote wanalikubali, ujue jambo lako sio zuri, lina shida sehemu. Sawa? Ukifuatilia zile comment, katika comment 30, comment za watu watatu au wanne wanakuambia hawajaielewa. Lakini comment za watu 27 wanasema wameielewa. Sasa je, tusafiri na hao watatu au tusafiri na 27? Hebu niambie. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaangalia wengi. Kwa mfano kama tungekuwa tunapata labda comment 30 zote wanasema hatujaielewa, na hapa kweli tumewaletea kitu kigumu. Hata Azam wasingeikubali, kwa sababu Azam waliopo pale ni watu ambao wamesoma story, na wasingekuwa naielewa wasingeiruhusu ikashutiwe. Umenielewa? Kumbuka bro, crew ina watu zaidi ya 27. Hiyo ni kamati ya ufundi ya Azam, wanakagua kazi, wameipitisha. Sawa? Alafu sasa wewe unasemaje mtu mmoja katika watu 27 au katika watu 30, watu watatu mnasema wameelewa? Kwa hiyo tufanyeje? Tuache hao 27 tuende na hao watatu, au tuendelee na hao 27 nyinyi mtajoin kwenye safari? Huwa mnakuwa na mikutano yenu mara kadhaa, maproducer wa movie, wewe na hawa wenzako wengine? Yeah, 90% ya maproducer ni marafiki zangu. Yeah. Wanakuambiaje jua ina historia yako kipekee? Ni ya mapenzi, lakini ukitazama kama sio mapenzi ndani yake kuna unyama fulani hivi. Bro, nataka tu nikwambie kitu kimoja. Kuna hizi tamthilia zinakuja hapa, nyingi utaziona zimeenda kufanyika Lushoto. Maproducer wote wanataka wakafanye kazi Lushoto. Mimi ndio kitu ambacho nakishangaa. Watu wanakosa kabisa, ni kwamba yani watu, kuna watu wamekosa kabisa location. Sasa hivi location wanaiona ni Lushoto, wanasema hebu ngoja twende tukafanye Lushoto, labda tutapata kitu kama picha yangu. Niamini mimi nakwambia bro. Hata kama unaweza kupeleza, jaribu kupeleza, uliza ni maproducer wangapi sasa hivi wameenda mkoani kwenda kushoot. Kwa sababu kuna kitu fani tumekipata, kitu unique, kitu attractive, kitu ambacho Watanzania wamekipenda sana bro. Picha yangu achana na namba za Instagram, achana na namba za Facebook. Nenda ulaiani, ndo utaielewa picha yangu. Bro, picha yangu imeenda viral. Sasa bro, kama nimeshakwambia hapa, Kenya nimeshapata mwaliko kutoka Kenya, nipeleke kwa ajili ya kushindanishwa tuzo. Nigeria wameshanipigia simu, wanataka nipeleke mwezi wa 6, wamesema itaingia kwa mwezi wa 6. Tena hapa muda mchache ambao before nilikuwa nawasiliana na editor wangu, kuna baadhi ya vipande nimewatumia na Nigeria. Kuna baadhi ya maproducer wakaniambia hebu tutumie baadhi ya hiki na tutumie location mlizo kwa behind the scene nini, kwa sababu kabla ya kuingia kwenye tuzo tamthilia kuna vitu watakuwa wanazionyesha kwanza, zile behind the scene nini vitu kama. Kwa hiyo nimeshawatumia. Kwa hiyo mwezi wa 6 inaingia kwenye kushindanishwa tuzo. Tutazungumzie tuzo zetu hapa za Tafa. Yeah. Picha yangu hatujaiona, ni muda, kwa maana kwamba wakati wake bado, ama nini kimefanyika? Ni muda. Yeah, ni muda. Nadhani panapo majaliwa, kama sio mwaka huu basi mwakani tutashiriki kwenye hizo tuzo. Kwa sababu tunajua bado ndio iko hot. Kwa hiyo tunataka tuiende hot, alafu ikishaisha ndio iingie kwenye tuzo, maisha yaendelee. Yeah. Sawa, wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatazama kazi nyingine? Of course, natazama. Kwa picha yangu ipi nyingine ambayo unaikubali? Tamthilia unasema mtunzi pale alitunga. Mara nyingi nikikaaga naiangalia sana Kombolela. Yeah. Naiangalia sana Kombolela, na tamthilia nyingine ambayo nilikuwa naifuatilia sana ni Tufani. Tufani nilikuwa naifuatilia sana, na hizi tamthilia zingine Six of Us nini na nini hizi na of course sinema nini amini kwenye Azam nafuatilia tamthilia nyingi sana. Uwezo wa Kombolela Mtaani unazungumziaje? Uwezo wa Kombolela Mtaani ni mzuri.
Unajua Abduli kitu alichoweza ni kwamba kajitengenezea kijiji chake. Kajitengenezea kijiji chake ndani ya mji wao. Yani unajua unapokuwa unazungumzia maproducer bora wawili au watatu Bongo, huwezi kumkosa Abduli Usanga. Anaitwa Abduli Usanga, Abduli Usaga sio Abduli Usanga. Hauwezi kumkosa kwa sababu ni mtu ambaye tayari ameshaondoka na kijiji chake. Kwa sasa sisi wengine ambao tupo nyuma yake na sisi tunapambana. Unajua mimi sasa hivi namtazama Abduli kama competitor wangu. Kwa hiyo nataka nifanye kitu nione na mimi niiteke jamii kama Jidhewe alivyoiteka yeye au nimzidi. Lengo langu ni kumzidi. Kwa hiyo nadhani kwa hiyo sasa hivi kuna project naiandaa inaenda. Ina maana sasa kwenye movie umesharudi miguu miwili? Nimesharudi miguu miwili. Nimesharudi miguu miwili. Yaani kama hii imetekenywa hivi afu kama ngoma imewaka hivi. Wakati umewaza kurudi miguu miwili, kuna maproducer wanafanya vizuri. Umeanza mtaja Abduli wa kwenye Kombolela, kuna Noma ndugu yetu pale Adam Kibaro, kuna kile JB ameingiza Zora sasa hivi tunaitazama. Unahisi mchuano utaendaje kuaje sasa kwenye Bongo Movie? Mchuano ni mkubwa. Unajua kwa mfano kama JB ataendelea bro, yule hatuwezi kumuingia sisi tukakompete naye. Umenielewa? Mimi watu ambao unaingia kukompete nao, kuna mtu anaitwa Adam Kibaro, sawa? Kuna Abduli, sawa? Au ndio watu ambao unaenda kukompete nao. Sawa? Kwa sababu hao ngoma sasa zikikaa hivi ndio tunatikiza. Lakini mtu kama nikitaka ni compete na mtu kama ananili na JB nitakuwa namkosea bro, kwa sababu JB ni watu ambao tumeanza kuangalia since day one. Yani tumeingia kwenye tasnia kwa sababu ya JB au kwa sababu ya Singo Mtambalike, kwa sababu ya Vincent Kigosi. Kwa hiyo ni watu fani ambao yani hauwezi kukaa kabisa ukajilinganisha nao. Ni mabro ambao bado wanafanya vizuri. Kwa mfano kama JB kagoma kabisa kuzeeka bro. Yani kila siku yeye anaachia vitu tu. Yani bado balaa juu ya balaa. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao na appreciate sana. Na ni bro wangu sana, na ni miongoni mwa watu ambao wakati napitia changamoto kwenye picha yangu aliniambia, mdogo wangu, imani yangu unaweza. Hebu pambana. Na kweli nimepambana mpaka hivi picha yangu unaiona, picha yangu inaenda hewani. Ni mambo mengi sana yametokea huko nyuma, ni mambo mengi sana nimeweza. Yaani unajua ukiona mtu yupo sehemu bro, mishale iliyopo nyuma ni mingi sana, hasa jambo linapoenda kuwa zuri. Sikiza nikwambie kitu bro, game lina fitna sana. Afu unajua picha yangu ilipoanzaga kuna watu walikuwepo, kuna watu hawapo. Kwa ukiju ukiangalia zile comment nyingi mimi nimezifuatilia. Unajua yani unazionaga kumbe? Naziona, nazifuatilia, ila hauwezi kuzijibu, si unajua hauwezi kujibu. Kwa hiyo mwisho wa siku nikiziona, kwa sababu ukifungua hata zile baadhi ya comment unaona ni account za kutengeneza, ni account fake. Yaani ukifungua unakuta account haina post hata moja, yani account unaona kabisa kama hii ina mkakati kwa ajili ya kuharibu tu biashara yangu. Lakini sometime ili uweze kwenda mbele zaidi na maadui vile vile unahitaji. Ndio maana huachukii, ila cha msingi inabidi uweke vitu baadhi ya vitu. Yaani vitu baada ya vitu. Yaani unatoa hiki unaweka hiki. Yaani sasa baada ya picha yangu inakuja tena nyingine tena. Alafu mwisho at the end of the day watafanya nini? At the end of the day wataelewa. Umenielewa at the end of the day wataelewa, kwa sababu unajua silaha kubwa ya adui yako wewe ni kuendelea kufanya kazi, alafu simjibu. Umenielewa? Unajua mimi naangalia watu wengi waliofanikiwa ni kama role model wangu. Ukimwangalia kama Nasibu Abdul, Diamond Platinum, amepigwa sana mishale bro. Pigwa sana mishale, lakini hicho kwa anakifanya nini? Ni kazi tu. Sasa mtu anakuambia Diamond sio hujui kuimba, sio nene, Diamond sio mtu anakuambia basi sawa, kama sijui kuimba basi fresh. Hao wanaosema hujui kuimba leo ndio wanaomfuatilia. Leo ndio wanaomwangalia kama role model wao. Kwa hiyo bro, achana na kelele za kwamba wewe hauwezi. Angalia focus yako wewe ni kufika wapi. Hicho ndio kitu cha kuzingatia. Fanya kazi tu bro. Kazi haiongopi, niamini mimi. Kazi haiongopi, niamini mimi, na mimi naendelea kukuamini. Kwa ujumla unaonaje tasnia yetu sasa? Zamani palikuwa hapana mlimbikano wa kazi nyingi kama hivi, na zamani hapakuwa na kazi nyakili nyingi kama hivi. Kiujumla sana tunaionaje? Maana zamani Kanumba amekufa, sana imepotea, sasa hivi tusemeje sasa? Sanaa bado iko hai. Sanaa haiwezi kufa na mtu bro. Sisi sote tutakufa, tutaiacha sanaa. Na sanaa inaendelea kuwa bora. Kila siku inazidi kuboreshwa.
Umenielewa? Kwa mfano kama samani nitaliongelea kidogo japo nilikuwa sitaki sana kuliongelea. Ufanyaji kazi wa zamani na ufanyaji kazi wa sasa hivi ni tofauti. Na ndio maana unakuta hata mimi kwenye project yangu, picha yangu, kuna baadhi ya watu wanasema mbona mwandishi alikuwa huyu, sasa hivi mbona mwandishi ni huyu, mbona director alikuwa huyu, mbona director sasa hivi kawa huyu. Director niliyemtumia mara ya kwanza ameshindwa kwenda na wakati. Bro, wakati ya uongopi. Mwandishi niliyekuwa naye mara ya kwanza ameshindwa kwenda na wakati. Alifanya vizuri, alikuwa anafanya vizuri, lakini sasa hivi kuna watu wengine ambao wanafanya vizuri. Sasa unapokuwa unamzungumzia, unaona kwa mfano kama Mbulu the one director. Ni mwandishi ambaye ni director ambaye anafanya vizuri kwa sasa hivi. Achana na hao madirector wa nyuma. Alichukua tuzo pale juzi kati. Mbulu amechukua tuzo ya director bora wa mwaka. Utampata, nitakupa namba yake. Kwa hiyo Mbulu amechukua tuzo ya director bora wa mwaka. Kwa hiyo anafanya vizuri. Umenielewa? Na ndio maana nakuta nikakwambia ni cream yote nzuri nimeiweka kwenye picha yangu. Yaani baada ya kumuona Mbulu kachukua ndo tukamvuta ama Mbulu nimemvuta before hata hajachukua hiyo tuzo. Yuko pale? Kachukua wakati bado yuko kwenye picha yangu. Sasa si nishakuwa nimeona before, nikaona kabisa huyu anafanya vizuri, nikamwambia njoo uongoze picha yangu. Yaani kwa mantikio sasa hata characters waliopo ipo siku watakuja wazuri zaidi. Of course. Unajua katika kitu kikubwa ambacho mimi nakifanya, mimi naangalia sana kwenye kipaji. Naangalia sana kwenye kipaji. Yaani nataka mtu nione anaigiza. Ndio maana kuna time unaweza kukaa hivi unamwangalia mtu anaigiza anaenda ndivyo sivyo, unasikitika. Unaniharibia sinema yangu. Kuna watu nimewafukuza location. Mtu kafika kabisa, nimempa script akae nayo zaidi ya wiki, kafika location, action, ana madudu bahati mbaya bro, hata mimi mwenyewe najua kuigiza. Nadhani umeona. Nilitamani nikuulize tangu mapema hilo swali. Wewe ni msanii uliingiaje huko? Mimi ni msanii, nadhani umeona. Kwa hiyo mimi mtu anayeigiza vizuri namjua, mtu ambaye anaigiza vibaya namjua. Kwa hiyo mwisho wa siku nakwambia hapana, hii sitaki. Huyu simtaki. Kwa hiyo nakifanya kitu ambacho nakijua. Ndio maana naitwa Stick Motela aka Tycoon. Tumalizie kipengele hiki cha picha yangu. Tunawaambiaje watu picha yangu ilipokuwa sasa hivi ni mwanzoni mwa utamu, labda tupo sasa hivi tupo kwenye katikati, na maana tunakaribia kwenda mwisho, ama tupo nchani tunakaribia kuimaliza hii tuje na kazi nyingine? Picha yangu sasa hivi ndio ipo katikati. Nipo katikati kwa sababu kadri inavyozidi kupamba moto ndio inaenda kuwa kali zaidi. Kwa hiyo msikose tu kufuatilia, wapenzi watazamaji. Picha yangu ni miongoni mwa tamthilia ambayo inataka utulize kichwa chako ili uweze kuielewa, ili uweze kuenjoy. Unajua kwenye picha yangu kuna vitu vingi. Unajua unapokuna tunga mchezo au unapotaka kufanya series au film, sawa? Lazima uangalie vitu viwili. Mtu hata asipoipenda story apende mavazi au apende mazingira. Mtu asipopenda mazingira basi apende hata picha. Mtu asipopenda hiyo basi apende hata character. Kwa hiyo kwenye picha yangu nadhani ni full package. Kuanzia character, mazingira, picha yake, yani bro ni 10/10. Kwa ufupi, Bisula atafanikiwa ama atatimua kwenye ile nyumba, ama mwisho wa siku nini kitatokea? Sasa ili mjue Bisula ameishia wapi, ili mjue Bisula ameishia wapi, ni lazima muendelee kufuatilia tamthilia ya picha yangu. Mtajua kwamba Bisula ameishia wapi, au amefanikiwa au kafeli. Mimi simpendi. Kwa hiyo umpendi jamani. Kaja ghafla kwenye maisha ya watu. Sasa sema ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri. Kajitahidi sana kufikisha. Unajua mpaka mtu anafikia hatua umpendi, ujue kashaifikisha message yake. Yaani ule ujumbe alioubeba ameshaufikisha sehemu yake. Umenielewa? Kwa hiyo mwisho wa siku Bisula anafanya vizuri sana. Kafanya vizuri, na angalieni picha yangu muone mwisho wa Bisula. Umenielewa? Tuambie kitu watazamaji wapenzi wa tamthilia picha yangu. Wapenzi wa tamthilia wa picha yangu.
endeleeni kufuatilia Picha Yangu. Ni miongoni mwa tamthilia nzuri sana ambazo maelfu ya Watanzania wanaifuatilia. Ya, kwa hiyo ili uweze kuielewa vizuri tamthilia ya Picha Yangu, ni lazima ujitahidi kuiangalia kila siku. Na hata ukikosa kuiangalia kila siku, basi jitahidi marudio usikose kuangalia. Umenielewa? Kwa sababu tamthilia yetu ni tamthilia ambayo imeandikwa kwa ustadi mkubwa sana, imeandikwa kwa akili kubwa sana. Kwa hiyo inabidi utulize akili yako ili uweze kuielewa na uweze kuenjoy. Yeah. Sawa, mara kadhaa nimeona status zako wewe unaposti magari. Nikajaribu kujiuliza kwamba huyu jamaa anauza magari. Swali langu la msingi, anajigawaje? Kwenye movie unakuwa muda gani na kwenye biashara magari unakuwa muda gani? Ni swala la muda tu. Ni swala la muda. Nina kampuni of course ya uuzaji wa magari inaitwa Mkoko Motors. Ukiingia Instagram, Facebook limeandikwa Mkoko Motors. Ofisi zetu zipo Kinondoni. Ya, kwa hiyo ukitaka gari unakuja. Bahati nzuri sisi ni watu ambao tunauza magari kwa hela uliokuwa nayo wewe. Utakapokuja ndio kupokea. Utakavyokuja ndivyo utakavyopokewa. Kwa hiyo unakuja pale ofisini kwetu, bwana mimi nina kiasi kadhaa nataka gari. Tunakuambia sawa, kiasi hicho kinatutosha, weka hapo, chukua gari, ondoka. Kuna ile baadhi ya wauza magari wana ile huduma kulipa kidogo kidogo. Kwenu ipoje? Ipo nayo. Ipo unajua sasa hivi yale imekuwa ngumu sana na watu wanatamani kumiliki vyombo vya moto. Kwa hiyo unakuja, ndio maana nimekwambia ukija na chochote kitu tunaweza tukakupa gari. Umenielewa? Kwa hiyo maana yetu ni kwamba tunakupa gari, unaondoka nayo, alafu ila unaleta kidogo kidogo. Ile ndio maana ya lipa kidogo kidogo. Yeah. Kwa hiyo lakini mbali na hivyo na kampuni nyingine ya clearing. Ya, mimi ni wakala wa ushuru wa forodha bandari na TRA. Unavaa viatu vingi? Kwa hiyo ofisi iko Posta, inaitwa Motela Clearing and Forwarding. Kwa hiyo kama mtu ana mizigo anataka kutoa mizigo bandarini, airport nini, akiniona tu naweza kumfanyia hiyo kazi. Unaje sa mtandaoni? Mtandaoni inapatikana kwa jina la Motela Clearing and Forwarding. Ukiingia unaipata. Kampuni yetu inatoa huduma bora kabisa. Na vile vile na kampuni hii hapa inaitwa, kampuni ya movie inaitwa Jumo Entertainment. Hii Jumo Entertainment ndo tunajishughulisha na mambo ya ushutiji wa harusi, kupiga picha nini, vitu kama hivyo. Umenielewa? Kwa hiyo hii yenyewe ofisi yake iko Sinza. Tu hapo kitaka huduma hizo naye anawapataje sasa? Naye anakuja, andika Jumo Studio kwenye Instagram, Facebook, au tutembelee ofisi zetu zipo Sinza Kijiweni. Ya, kwa hiyo ofisi yetu inaitwa Motela Clearing and Forwarding, iko Posta. Mkoko Motors ipo Kinondoni. Jumo Studio iko Sinza, au Jumo Entertainment iko Sinza. Ya, kwa hiyo vitu vyote unavifanya ni mpangilio tu wa muda. Bwana, mimi nashukuru sana kwa muda wako mzee wangu. Bana, nashukuru sana. Asanteni sana kwa kuendelea kuzisupport kazi zetu. Endeleeni kusupport kazi zetu, kwa sababu unajua sometime maswali mengi yanakuwa yanajibiwa na nyinyi kwenye kupitia hizi na interview nini, yes, kuposti zenu mnakuwa mnatusaidia sometime kujibu. Unajua kuna time mashabiki wenyewe kwa wenyewe wanabishana. Una positive na mimi hapana nimeelewa hivi. Ukiona hata kwenye comment kuna watu wanaielewa, hapana hii ilishi hapa, okay. Kwa hiyo kama hujaelewa muulize mwenzako anaelewa. Hata ndio ilivyo hata darasani bro. Kwenye maisha ya kawaida sio wote lazima muwe waelewa. Kuna wengine lazima muulize. Hata darasani bro, si kuna time ulikuwa unafika, hebu bro, hili swali sijalielewa mwanangu. Umenielewa? Lakini hauwezi kusema hivi unajua mwalimu anatunga mitihani ambayo haieleweki kwa sababu hujaielewa swali. Bwana, ilikuwa ni exclusive interview na my brother hapa, moja kati ya maproducer ambao wameshafanya makubwa kwenye sanaa yetu hii. Kwa mara ya kwanza nasema alitengeneza movie ilifahamika kwa jina la From Nigeria, movie fulani hivi ambayo imehusisha majina makubwa, kina Baga Mteme hapo humo, kina Madam Tea hapo humo, Pastor Miamba yupo humo, Aileen Uwoya yupo humo na wengine wengi. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wa kitambo hiko kwenye miaka 2016 17, kwa hakika utakuwa umeshawahi kukutana nayo. Hiyo ni miongoni mwa kazi ambazo ameproduce yeye, lakini muda huu anavuma na tamthilia ambayo inapatikana kunako sinema zetu Azam. Inafahamika kwa jina la Picha Yangu.
tamthilia fulani hivi ambayo inahitaji mtu kidogo ambaye amepitia mathematics, physics, chemistry, wala watu wa history fulani hivi ya Kiswahili huenda kaona ngumu, lakini mwisho wa siku kama una akili kubwa lazima utakuwa unaielewa kirahisi zaidi. Mimi ni ngoni mwa watu ambao wanaifuatilia kwa ukaribu, lakini leo tumeweza kuzungumza naye na mengi ameyazungumza. Kubwa zaidi anasema tuendelee kufuatilia tamthilia hiyo ya Picha Yangu. Kama kuna vitu ambavyo ungetamani kufahamu vitakwenda kuwaje, endelea kufuatilia. Nikwambie tu kwa yote ambayo tumeyazungumza, usisahau kuacha comment yako kwa chini hapo. Lakini usisahau pia kutuambia vipi ambavyo unafurahishwa na wasanii na location na kila kitu ambacho kilichomo kwenye Picha Yangu. Vipi ambavyo umeielewa tamthilia hii ya Picha Yangu. Msafara wa Mamba na Kenge wa Kosi, sio wote ambao watapenda. Kama pia hujapenda pia sema kwenye comment hapo. Mimi hiki na hiki sijapenda, ama huyu alivyofanya hivi mimi sijapenda. You never know.